Usisahau kusubscribe, like na kucomment. Ni mchakato ambao ulianzishwa mwaka 2006 na mpaka leo tumeona kwamba umekuwa na faida na nyingi sana katika utekelezaji na usimamizi wa haki za binadamu ukilinganisha na michakato mingine ya haki za binadamu katika Umoja wa Mataifa. Tunakumbuka kwamba juzi tulikuwa tumeadhimisha miaka 20 ya Baraza la Umoja wa Mataifa, lakini katika mchakato ambao umekuwa na mafanikio makubwa ni UPR au mchakato huu wa mapitio, kwa sababu umehusisha nchi zote, lakini unatoa nafasi sawa kwa nchi zote, lakini unatoa nafasi ya nchi kukubali na kujicommit, yani maana yake kuhakikisha kwamba yale ambayo wanayakubali kule Geneva wanakuja kuyatekeleza. Kwa hiyo kwa awamu iliyopita, tuseme review ya 3 iliyopita, Tanzania ilikubali mapendekezo 188, na tunapozungumza sasa hivi tunapokwenda kwenye mapitio haya, bahati mbaya ni kwamba nusu ya mapendekezo hayo hayakutekelezwa ipasavyo na baadhi yametekelezwa kwa nusu. Yale ambayo yametekelezwa kwa ukamili kabisa hayafiki hata 10%. Kwa hiyo ndio changamoto ambayo tuna, lakini nusu ya mapendekezo yameguswa kwa kiasi fulani. Ni mchakato ambao hauna ubabaishaji huko moja kwa moja, kwa sababu kama serikali ilisema nitatengeneza sheria ya mtoto, basi maana yake kwenye wakati unaokuja wataulizwa hiyo sheria ya mtoto uliyosema unatengeneza iko wapi. Ndio maana ni mchakato ambao hauna chenga huko moja kwa moja. Kwa hiyo tunadhani kwamba ni muhimu tukashiriki kwa nguvu zote, na ndio maana sisi kama mtandao wa watetezi wa haki za binadamu kushirikiana na wengine tumekuwa tukisimamia na kucoordinate asasi za kiraia zishiriki. Mwaka huu zimeshiriki asasi za kiraia zaidi ya 300 katika mchakato huu, wametoa mapendekezo yao na ripoti zilishapelekwa. Lakini hapa tunachofanya ni kwamba, kwa sababu hizi nchi ndio zinakwenda kuuliza maswali kule, tunataka wawe na maswali ambayo ni ya msingi, ya sahihi kabisa, waje wazungumze na watu ambao wanajua changamoto za Watanzania, wawape mapendekezo ambayo ni ya halisi na ya kweli ya Tanzania, ili wanapokwenda kuuliza kule waulize vitu ambavyo vinafanana na Tanzania, vina uhalisia na Tanzania, vina ukweli na Tanzania, kuliko wakati mwingine wakaulize vitu ambavyo pengine havina uhusiano kabisa na Tanzania. Ndio maana sisi tumeamua kufanya in-country representation, maana yake kutoa nafasi ya nchi wanachama wa Umoja wa Mataifa wakae na asasi za kiraia wametoka baadhi ya maeneo nchi nzima, wakiwakilisha maeneo yote ya haki za binadamu, kwa mfano watoto, wafugaji, wanawake, mazingira, asasi za kiraia, uhuru wa kujieleza, wote wako hapa wanazungumza. Ni mchakato ambao kwa kweli tunashukuru kwamba unakuwa na mafanikio makubwa, na mwaka huu asasi za kiraia zimeanza kushiriki vizuri. Tunategemea mpaka tutakapokuwa na hatua ya mwisho kabisa ya review, Watanzania watashiriki vizuri kwa kupitia asasi zao za kiraia, na nchi tunaamini itakubali mapendekezo mengi zaidi ya yale ambayo imependekeza ili kuwakubali katika mchakato huu. Tofauti ambayo tunaona, ambayo tunatamani serikali yafanyie kazi, mojawapo ni masuala ya miaka ya mtoto wa kike kuolewa. Tunatamani miaka ya mtoto wa kike ibadilishwe ifike miaka 18, na tunajua kuna mambo mengi ambayo yamefanyika, ikiwemo na kesi ya Rebecca Gyumi ambayo inaitaka serikali na bunge kupandisha hiyo miaka ya mtoto wa kike kuolewa ikiwa ni miaka 18. Tunatamani kuona masuala mazima ya sheria ya Penal Code ikifanyiwa marekebisho, hasa katika lile eneo ambalo linaonyesha kwamba mwanamke akizidi miaka 18 anaweza kufanyiwa vitendo vya ukeketaji. Inamlinda tu mtoto chini ya miaka 18, lakini miaka 18 kama mnavyojua mila na desturi hazina miaka. Kwa hiyo tutamwacha huyo mtoto, lakini akishafikisha hiyo miaka zitamtaka huyo mtoto wa kike, hasa pale mume au jamii inayomzunguka ikitaka hicho kitendo kifanyike, na hakuna sheria inayolinda. Kwa tunatamani pia iangaliwe kwa ujumla wake. Au wa sekta binafsi na serikali tulikuwa tunaandaa ripoti zetu na taarifa zetu mbalimbali zimekamilika, na hapa tumekutana kwa ajili ya kushirikisha wadau wengine, hasa wakiwa wadau wa maendeleo, ambao mara nyingi ndio huwa wanapata nafasi ya kuhoji serikali zinazopeleka ripoti zao kule Geneva, Switzerland, kila nchi inapofika kwenye uangalizi wake wa utendaji wa haki za binadamu. Kwa kawaida Baraza la Haki za Binadamu na mfumo huu wa kupima nchi wanachama wa Umoja wa Mataifa namna gani wanatekeleza na kusimamia msingi ya haki za binadamu kulingana na mikataba ya kimataifa. Kwa hiyo ili kwa wa kwanza kupata habari zetu, tafadhali usisahau kusubscribe, like na kucomment.